Miaka zaidi ya 100 iliyopita, dunia ilishuhudia kitu kilichoonekana kama ushindi wa mwisho wa akili ya binadamu dhidi ya bahari. Kitu kilichojengwa kwa chuma, nguvu na ubunifu wa kiwango ambacho hakikuwahi kuonekana kabla. Kitu hiki ni meli iliyojulikana kwa jina la RMS Titanic. Iliitwa kuwa ni kubwa kuliko zote, salama kuliko zote, na ni ya kifahari kuliko zote zilizowahi kusafiri juu ya maji ya Atlantic. Watu waliiangalia na kuamini jambo moja, ya kwamba hii si meli ya kawaida, bali ni hatua mpya ya historia. Lakini katika safari yake ya kwanza kabisa, katikati ya usiku mmoja wa giza na wa kimya juu ya bahari, kitu kilitokea mbele ya meli hii, na ndani ya masaa machache tu, kile kilichokuwa kimebeba ndoto za maelfu ya watu kilikuwa kinapigania kupotea kwenye kina cha bahari. Swali halisi sasa halikuwa tena kuhusu ukubwa wake, bali ni jinsi gani kitu kilichosifiwa kama kisichoweza kushindwa kilishindwa katika safari yake ya kwanza kabisa. Fuatana nami kujua nini hasa kilifanya Titanic kupotea kwenye uso wa dunia. Karibu The Storyside. Ili kuielewa Titanic, ni lazima kwanza tuielewe dunia ya mwanzoni mwa karne ya 20, mwanzoni mwa miaka ya 1900. Bahari ndiyo ilikuwa njia kuu ya kusafiri kutoka Ulaya kwenda Amerika Kaskazini. Hakukuwa na ndege za abiria kama tunavyozijua leo. Mtu alipokuwa akitaka kuhamia Marekani, kufanya biashara au kutembelea familia, alilazimika kuvuka bahari ya Atlantiki kwa kutumia meli. Katika kipindi hicho, kampuni kubwa za usafirishaji zilikuwa kwenye ushindani mkali. Kila kampuni ilitaka kujenga meli kubwa zaidi, nzuri zaidi na yenye kasi zaidi kuliko wapinzani wake. Mpinzani mkubwa wakati huo alikuwa kampuni ya Cunard Line, ambayo mwaka 1906 na 1907 ilizindua meli mbili zilizotikisa dunia, ambazo ni Lusitania na Mauretania. Meli hizi zilivunja rekodi za kasi na kuvutia matajiri wengi kusafiri nazo. Hali hiyo iliifanya kampuni ya White Star Line ijikute katika shinikizo kubwa. Ikiendelea kushindana kwa kasi peke yake, ingeendelea kushindwa na Cunard Line. Ndipo viongozi wa White Star Line walipoamua kubadili mkakati. Badala ya kujenga meli yenye kasi zaidi duniani, waliamua kujenga meli ambayo dunia haijawahi kuona kwa ukubwa wake, uzuri na anasa. Wazo hilo liliongozwa na mwenyekiti wa kampuni hiyo aliyejulikana kwa jina la J. Bruce Ismay, kwa kushirikiana na mfadhili mkubwa wa kampuni, mfanyabiashara tajiri wa Marekani ambaye ni John Pierpont Morgan, yani JP Morgan, kupitia kampuni yake ya International Mercantile Marine. Walikuwa na ndoto kubwa. Walitaka kujenga si meli moja, bali meli 3 za kiwango cha juu kabisa duniani. Meli hizo zingejulikana kama Olympic Class Liners. Ya kwanza ilikuwa Olympic, ya pili ilikuwa Titanic na ya tatu ilikuwa Britannic. Kati ya zote, Titanic ilitarajiwa kuwa alama mpya ya maendeleo ya teknolojia duniani. Kwa kutimiza ndoto hiyo, White Star Line ilikabidhi kazi kwa kampuni maarufu ya kutengeneza meli ya Harland and Wolff iliyokuwa katika mji wa Belfast, Ireland, leo ikiwa sehemu ya Uingereza kaskazini. Msimamizi mkuu wa kampuni hiyo alikuwa Lord William Pirey, mmoja wa wahandisi mashuhuri wa kipindi hicho. Lakini mtu aliyebeba jukumu kubwa la kuibuni Titanic alikuwa mhandisi kijana mwenye kipaji kikubwa aliyeitwa
Thomas Andrews. Andrews hakutengeneza mchoro wa meli pekee. Aliishi na mradi huo kila siku. Alisimamia kila hatua ya ujenzi, kuanzia kuchora michoro, kuchagua vifaa, kupanga vyumba, hadi kuhakikisha kila sehemu ilijengwa kwa kiwango cha juu kabisa, akisaidiwa na mbunifu mwingine mashuhuri aliyeitwa Alexander Carlisle. Walitengeneza kile walichoamini kingekuwa meli salama zaidi kuwahi kutengenezwa. Mnamo tarehe 31 Machi mwaka 1909, ujenzi rasmi wa Titanic ulianza katika eneo la Harland and Wolff, na hakuna aliyedhani kuwa mradi huo ungeandika historia ambayo dunia ingeendelea kuikumbuka kwa karne nyingi. Kadri ujenzi ulivyoendelea, Belfast iligeuka kuwa kitovu cha mradi mkubwa zaidi wa uhandisi duniani. Zaidi ya wafanyakazi 15,000 walihusika moja kwa moja katika ujenzi wa Titanic. Walikuwa mafundi wa chuma, wachomeleaji, wahandisi, wasanifu, wachongaji wa mbao, wapakaji rangi, mafundi wa umeme na mamia ya wataalamu wengine. Kazi hiyo haikuwa rahisi. Katika kipindi chote cha ujenzi, wafanyakazi kadhaa walijeruhiwa vibaya, huku takribani watu 8 walipoteza maisha kutokana na ajali mbalimbali kazini. Titanic ilijengwa kwa kutumia zaidi ya tani 46,000 za chuma. Mabamba yake yaliunganishwa kwa zaidi ya rivet milioni 3 ambazo zilifungwa moja baada ya nyingine kwa mikono, kwa sababu teknolojia ya kulehemu kama ya leo haikuwa imeenea. Meli hiyo ilikuwa na urefu wa mita 269.1, sawa na karibu viwanja vitatu vya mpira, na upana wake ulikuwa mita 28.2. Kutoka chini kabisa hadi juu ya moshi wake mkubwa ilikuwa na urefu wa takribani mita 53. Uzito wake wa usajili ulikuwa gross register tonnage 46,328, jambo lililoifanya kuwa meli kubwa zaidi duniani kwa wakati huo. Ndani yake kulikuwa na mitambo ya ajabu kwa kipindi hicho. Ilikuwa na boilers 29 zenye zaidi ya furnace 159 zilizotumia makaa ya mawe kuzalisha mvuke. Takriban tani 600 za makaa ya mawe zilihitajika kila siku ili kuiendesha. Mvuke huo uliendesha injini 2 kubwa za pistoni pamoja na turbine moja ya kati ambazo zilizungusha propela kubwa 3. Titanic iliweza kufikia kasi ya karibu mafundo 23, sawa na takriban kilomita 43 kwa saa, kasi iliyohesabika kuwa kubwa sana kwa meli ya ukubwa huo. Lakini kilichowashangaza watu zaidi hakikuwa ukubwa wake pekee, bali ilikuwa anasa zake. Daraja la kwanza lilionekana kama hoteli ya kifalme. Kulikuwa na grand staircase, ngazi kubwa iliyopambwa kwa mbao za gharama kubwa, vioo vya kifahari na saa maarufu iliyokuwa katikati. Kulikuwa na lifti za kisasa, maktaba, ukumbi wa kusomea, ukumbi wa muziki, gym, bwawa la kuogelea lenye maji ya ndani, Turkish bath, sehemu ya squash, sehemu ya kutembelea juu ya staha na migahawa ya kiwango cha juu. Vyumba vya daraja la kwanza vilipambwa kwa mtindo tofauti ya usanifu wa Ulaya, huku baadhi ya vyumba vikifanana kabisa na vyumba vya mahoteli ya kifalme ya London na Paris. Hata abiria wa daraja la pili walipata huduma ambazo meli nyingine zilihesabiwa kuwa daraja la kwanza, na hata daraja la tatu ambalo lilikuwa limejaa wahamiaji maskini lilikuwa bora zaidi kuliko daraja la kwanza la meli nyingine za wakati huo. Gharama za kuijenga Titanic ilikuwa takriban dola milioni 7.8 za Marekani za mwaka 1912. Kiwango hicho ambacho kwa thamani ya fedha za leo ni sawa na mamia ya mamilioni ya dola. Baada ya zaidi ya miaka miwili ya kazi ngumu,
tarehe 31 Mei mwaka 1911, Titanic ilizinduliwa rasmi mbele ya maelfu ya watazamaji waliokusanyika huko Belfast. Lakini bado kulikuwa na miezi kadhaa ya kufunga vifaa vya ndani kabla haijaanza safari yake ya kwanza. Na kadiri kazi ilivyokamilika, watu wengi zaidi walianza kuamini kwamba meli hiyo ilikuwa imezidi mipaka ya teknolojia iliyowahi kufikiwa na mwanadamu kwa wakati huo. Moja ya swali linaloulizwa sana ni hili: je, kweli Titanic ilitangazwa rasmi kuwa haiwezi kuzama? Jibu ni la kuvutia na ni hili: kwa hakika White Star Line haikutoa tangazo rasmi lililosema kwamba Titanic haiwezi kuzama. Badala yake, wahandisi wake walijivunia mfumo wake mpya wa usalama. Titanic ilikuwa imegawanywa katika vyumba 16 vinavyozuia maji, watertight compartment. Kila chumba kilitenganishwa na kuta maalumu za chuma zilizoitwa bulkheads. Iwapo sehemu moja ingeruhusu maji kuingia, milango ya chuma ingeweza kufungwa kwa mfumo wa umeme au kwa mikono, hivyo kuzuia maji kusambaa kwenye sehemu nyingine. Kwa sababu hesabu za wahandisi, meli ingeweza kuendelea kuelea hata kama vyumba 4 vya mbele vingejazwa maji. Huo ndio ulikuwa ubunifu mkubwa sana kwa wakati huo. Vyombo vya bahari vilianza kuandika makala zilizosifia Titanic kama meli yenye usalama wa hali ya juu usio na mfano. Baadhi ya magazeti na machapisho yakaanza kutumia maneno yaliyomaanisha kwamba meli hiyo ilikuwa haiwezi kuzama. Kadiri habari hizo zilivyoenea, umma ukaanza kuamini kwamba Titanic ilikuwa meli ambayo bahari isingeweza kuishinda. Lakini nyuma ya sifa hizo, bulkheads zake hazikufika juu kabisa hadi kwenye staha za juu. Kama maji yangepita kiwango fulani, yangeanza kumiminika kutoka chumba kimoja kwenda kingine, kama maji yanavyomwagika kwenye tray yenye vizuizi vifupi. Na hakuna aliyewahi kufikiria kwamba siku moja hali hiyo ingetokea. Zaidi ya yote, pamoja na ukubwa wake, Titanic ilibeba boti za uokozi 20 pekee zilizoweza kubeba watu wapatao 1178 tu. Hiyo ilikuwa chini ya nusu ya watu wote waliokuwa wanaruhusiwa kusafiri ndani ya meli hiyo. Wakati huo, sheria za usalama wa baharini zilikuwa zimepitwa na wakati na zilihitaji idadi ya boti kulingana na uzito wa meli, si idadi ya watu waliokuwemo. Kwa kuwa Titanic ilitimiza masharti hayo ya zamani, ilionekana kuwa hakuna tatizo. Hakuna aliyedhani kwamba sheria hizo zingekuja kugharimu maisha ya mamia ya watu. Na huku dunia ikiendelea kuisifu kama maajabu ya uhandisi, tarehe ya safari yake ya kwanza ilizidi kusogea. Hakuna aliyefahamu kwamba safari hiyo ya kwanza ndiyo pia ingekuwa safari yake ya mwisho. Hatimaye siku iliyosubiriwa kwa hamu ilifika. Tarehe 10 Aprili mwaka 1912, Titanic ilianza safari yake ya kwanza na ya kihistoria kutoka bandari ya Southampton, Uingereza kuelekea New York, Marekani. Hii haikuwa safari ya kawaida, ilikuwa kama gwaride la fahari ya teknolojia ya binadamu. Abiria wa tabaka mbalimbali waliingia ndani ya meli hii wakibeba ndoto zao, matajiri waliokuwa wakisafiri kwa starehe, wafanyabiashara, wasafiri wa kawaida na mamia ya wahamiaji waliokuwa wakienda kutafuta maisha mapya huko Marekani. Kwa jumla, Titanic ilibeba takriban abiria 1317, wafanyakazi 908, jumla ya watu 2224. Nahodha wa meli alikuwa Edward John Smith, mmoja wa manahodha wenye uzoefu mkubwa zaidi katika kampuni ya White Star Line. Alikuwa mtu aliyeaminika sana kiasi kwamba safari hii ilitarajiwa kuwa ya heshima kabla ya kustaafu kwake. Titanic
ilisafiri kwanza kutoka Southampton, kisha ikaenda Cherbourg huko Ufaransa, halafu Queenstown ambapo sasa ni Cobb huko Ireland, kabla ya kuelekea Atlantic kaskazini. Katika kila bandari watu walikusanyika kuiona meli hiyo kubwa kuliko zote duniani kwa kipindi hicho. Wengi waliipungia mikono, wengine waliipiga picha, huku baadhi wakishangaa kama kitu kama hicho kweli kinaweza kuelea baharini. Ndani ya meli, maisha yaliendelea kama dunia ndogo ya kifahari. Daraja la kwanza lilikuwa la kifalme kabisa. Watu matajiri walikula chakula kilichoandaliwa na wapishi wa kiwango cha juu, wakisikiliza muziki wa orchestra uliokuwa ukipigwa live kila jioni. Daraja la pili lilikuwa na utulivu na starehe nzuri, likiwapa wasafiri mazingira ya heshima na usafi ambao haukuwa wa kawaida kwa meli za wakati huo. Daraja la tatu, licha ya kuwa la bei nafuu, lilikuwa safi na lenye mpangilio mzuri, likiwapa wahamiaji nafasi ya kupumzika kabla ya maisha mapya ya Marekani. Lakini chini ya uso huo wa utulivu kulikuwa na kasi ya kihistoria. Titanic ilikuwa ikienda kwa kasi ya takriban kilomita 43 kwa saa, karibu na uwezo wake wa juu. Wahandisi wengi walipendekeza kupunguza kasi kutokana na taarifa za barafu zilizoanza kupokelewa, lakini safari iliendelea. Ndani ya Titanic, kila daraja lilikuwa na dunia yake. Daraja la kwanza, hapa ndipo matajiri na watu mashuhuri wa wakati huo walipokaa. Vyumba vilikuwa vikubwa, vikiwa na vitanda vya kifahari, vioo vikubwa na mapambo ya mtindo wa Ulaya. Kulikuwa na grand staircase iliyopambwa kwa mbao za thamani, migahawa ya kifahari, ukumbi wa muziki, gym yenye vifaa vya kisasa, mabwawa ya kuogelea ya ndani, Turkish bath na sauna, lounge za kusoma na kupumzika. Watu kama John Jacob Astor wanne, mmoja wa watu tajiri zaidi duniani wakati huo, walikuwemo ndani ya meli hii. Daraja la pili, hili lilikuwa kama hoteli nzuri ya kisasa. Abiria walikuwa walimu, wafanyabiashara wadogo na wataalamu. Walipata vyumba safi vyenye starehe, maktaba ndogo, eneo la kutembea na kupumzika, na huduma nzuri ya chakula. Daraja la tatu, hapa ndipo walipokuwemo wahamiaji wengi waliokuwa wakikimbia umasikini wa Ulaya. Walikuwa wakielekea Marekani kutafuta maisha mapya. Ingawa hali ilikuwa ya kawaida zaidi, vyumba vilikuwa vya pamoja, lakini vilikuwa safi zaidi kuliko meli nyingi za wakati huo. Walikuwa na chakula cha kutosha na nafasi ya matumaini mapya. Hapa ndipo ndoto za familia nyingi zilipokuwa zinaanzia. Lakini hata ndani ya furaha hii kulikuwa na jambo moja lililopuuzwa, ambapo onyo la hatari ya barafu lilianza kuongezeka kila saa. Kadiri Titanic ilivyozidi kusafiri kuelekea Atlantic kaskazini, redio ya meli ilianza kupokea ujumbe mbalimbali kutoka kwenye meli nyingine. Ujumbe ulikuwa wazi kuwa maji yamejaa barafu kubwa eneo hili. Meli kadhaa kama SS Californian, SS Mesaba, SS Baltic, SS America zilituma onyo kuhusu iceberg katika njia ya Titanic. Lakini tatizo kubwa lilikuwa moja: ujumbe mwingi haukufikishwa moja kwa moja kwenye chumba cha nahodha. Baadhi ya mawasiliano yalionekana kama habari za kawaida badala ya tahadhari ya dharura. Wakati huo redio ilikuwa pia ikitumika kwa mawasiliano ya abiria, sio tu usalama. Hali hii ilisababisha baadhi ya maonyo kupuuzwa na kuchelewa kufika sehemu sahihi. Wakati huo huo, hali ya hewa ilianza kubadilika. Usiku ulikuwa tulivu kupita kawaida. Hakukuwa na mawimbi makubwa, hakukuwa na mwanga wa mwezi. Hii ilifanya bahari iwe kama kioo cheusi kisicho na mwanga, hali ambayo ilifanya iceberg kuwa ngumu sana kuonekana. Walinzi wa juu walitumia darubini kutazama mbele,
Lakini kulikuwa na tatizo jingine ambalo darubini muhimu zilikuwa hazipatikani kwa wakati huo. Ndani ya chumba cha uendeshaji, Titanic iliendelea kusafiri kwa kasi yake ya juu, ikikaribia eneo la hatari bila kujua. Na hapa ndipo sekunde zilikuwa zinakaribia ile moment ya historia ambayo ingebadilisha kila kitu. Usiku wa tarehe 14 Aprili mwaka 1912, dunia ilikuwa karibu kushuhudia moja ya majanga makubwa zaidi ya wakati wote. Usiku huo ulikuwa wa utulivu wa ajabu. Bahari ya Atlantiki kaskazini ilikuwa kimya kabisa, kana kwamba asili yenyewe ilikuwa imeshikilia pumzi yake. Hakukuwa na mawimbi makubwa, hakuna upepo mkali, na anga lilikuwa jeusi lisilo na mwanga wa mwezi. Ndani ya Titanic maisha yaliendelea kama kawaida. Baadhi ya abiria walikuwa wakisoma, wengine wakizungumza kwenye lounge, na orchestra ilikuwa ikiendelea kupiga muziki wa utulivu. Lakini juu ya staha hali ilikuwa tofauti. Walinzi wawili, Frederick Fleet na mwenzake, walikuwa juu ya mnara wa uangalizi wakitazama mbele kwenye giza nene. Walikuwa wamepewa jukumu moja tu, kuona hatari yoyote mapema. Dakika zilisonga taratibu. Saa ilikaribia saa 5:40 usiku. Ghafla Fleet aliona kitu mbele, kitu kikubwa cheupe kilichoonekana kama ukuta katikati ya bahari. Alipiga kelele mara 3, kisha akachukua simu ya dharura na kusema maneno ambayo yameingia katika historia, ambayo ni iceberg right ahead, iceberg right ahead. Ndani ya chumba cha uendeshaji, First Officer William Murdoch hakupoteza muda. Alitoa amri haraka, hard starboard, injini zirudishwe nyuma. Titanic ilianza kugeuka kwa nguvu zote, lakini ilikuwa ni kubwa mno na nzito mno kujibu haraka. Sekunde chache baadaye, upande wa kulia wa meli uligusa iceberg. Mgongano haukuwa wa mlipuko mkubwa kama watu wengi wanavyodhani. Ilikuwa kama kukwaruza kwa nguvu kubwa kando ya chuma, lakini chini ya maji iceberg ilikuwa imefanya uharibifu mkubwa zaidi. Ilipasua sehemu ya chini ya meli kwa mstari mrefu, na baada ya ndani ya dakika chache maji ya barafu ya Atlantiki yakaanza kuingia ndani ya compartments za mbele. Mwanzoni wengi hawakuelewa ukubwa wa tatizo. Titanic ilijengwa kwa mfumo wa watertight compartment, na watu waliamini hii itatosha kuilinda. Lakini tatizo kubwa lilikuwa hili: maji yalikuwa yanaingia kwenye vyumba zaidi ya 4 vya mbele. Hii ilikuwa zaidi ya uwezo wa meli kuendelea kuelea. Kadiri muda ulivyopita, compartment moja baada ya nyingine ilijaa maji. Meli ilianza kuinama taratibu upande wa mbele. Maji yakaanza kupita juu ya vizuizi vya ndani ambavyo ni bulkheads. Titanic haikuvunjika mara moja, ilikuwa kama kifo cha taratibu. Dakika kwa dakika, sekunde kwa sekunde, maji yalikuwa yakishinda uhandisi wa binadamu. Baada ya takriban saa moja, nahodha na wahandisi walitambua ukweli mgumu ambao ni meli haiwezi kuokolewa. Walitoa amri ya kuandaa lifeboats, lakini tatizo kubwa lilikuwa limefichika kwa muda mrefu. Titanic ilikuwa na lifeboat 20 pekee zilizoweza kubeba watu 1178 pekee. Hii ilikuwa chini ya nusu ya watu wote waliokuwemo katika meli hii. Wakati amri ya kuondoka ilipotolewa, wengi hawakuamini, kwa sababu Titanic ilikuwa imejengwa kwa sifa ya usalama. Watu wengi walidhani ni tahadhari tu, lakini maji yalipoanza kuingia kwa kasi, hali ilibadilika. Lifeboat zilianza kushushwa, na hapa ndipo historia ilipoingia kwenye maumivu makubwa. Wanawake na watoto walipewa kipaumbele, lakini bado nafasi zilikuwa chache sana. Baadhi ya lifeboat zilishushwa zikiwa hazijajaa kabisa, kwa sababu watu hawakuamini hatari iliyokuwepo. Ndani ya meli, orchestra
ya Titanic iliendelea kupiga muziki ili kutuliza hofu. Watu walikuwa wakikimbia kwenye korido, wengine waliandika barua za mwisho, wengine waliruka moja kwa moja kwenye maji ya barafu, wengine walithubutu kutaka kutoa rushwa ili wapate life jacket kutokana na uwezo wao wa kifedha. Lakini askari hawakukubali kufanya hivyo. Ndipo tulipoona fedha hazisaidii wakati wa majanga. Joto la maji lilikuwa karibu hasi 2. Mtu angeweza kupoteza maisha ndani ya dakika chache kutokana na hypothermia. Ndani ya saa 2 Titanic ilikuwa imeinama zaidi. Mwisho ulipofika, meli ilivunjika sehemu 2 kubwa. Sehemu ya mbele ikazama haraka, sehemu ya nyuma ikasimama kwa muda mfupi kabla haijapotea kabisa chini ya bahari. Saa ilikuwa takriban saa 2 na dakika 20 asubuhi ya tarehe 15 Aprili mwaka 1912. Kimya kilitawala bahari. Titanic ilikuwa imetoweka. Zaidi ya watu 1500 walipoteza maisha yao katika usiku mmoja wa historia. Lakini hadithi haikuishia hapo, kwa sababu mbali kidogo kulikuwa na meli moja iliyoweza kuokoa manusura, na hilo ndilo linalofuata katika sehemu ya mwisho ya simulizi hii. Baada ya Titanic kutoweka kabisa chini ya bahari ya Atlantic, kilichobaki juu ya uso wa maji hakikuwa mabaki ya meli, bali kilikuwa kimya kizito cha maumivu. Bahari ilikuwa imerudi katika utulivu wake wa kawaida, kana kwamba hakuna kilichotokea. Lakini ndani ya maji hayo baridi yaliyofikia takriban nyuzi joto hasi 2, kulikuwa na mamia ya watu wakipigana na mauti. Wengi walikuwa wamevaa jaketi za kawaida, suti na nguo nyepesi za safari. Hakukuwa na kinga dhidi ya baridi hiyo kali. Ndani ya dakika chache, mwili wa binadamu ulianza kupoteza uwezo wa kufanya kazi. Watu wengi walikufa kwa hypothermia kabla hata msaada kufika. Lakini mbali kidogo kutoka eneo la maafa, kulikuwa na meli moja iliyokuwa imepokea ujumbe wa dharura. Meli hii ilikuwa ni RMS Carpathia. Nahodha wake aliyejulikana kwa jina la Arthur Ross Strong alipokea taarifa za Titanic majira ya saa za usiku. Bila kupoteza muda, alitoa amri ambayo baadaye ilielezwa kama moja ya maamuzi ya kishujaa zaidi katika historia ya bahari. Injini zikaongezwa nguvu hadi kiwango cha juu. Meli ikageuza mwelekeo mara moja. Wafanyakazi wote wakaitwa kazini. Vifaa vya huduma ya kwanza vikaanza kuandaliwa. Carpathia ilisafiri kwa kasi ya juu kupitia kwenye maji yenye barafu, ikikwepa hatari ili kufika eneo la tukio. Safari ambayo kawaida ilipaswa kuchukua muda mrefu ilifanywa kwa kasi ya dharura. Ndani ya Titanic, lifeboat 20 zilikuwa zimefanikiwa kuondoka, lakini zilikuwa zimebeba takriban watu 706 pekee. Hawa ndio waliokuwa na nafasi ya kuishi, lakini hata kwao usiku huo haukuwa rahisi. Walikuwa katikati ya bahari kubwa, bila mwanga wa meli yao mama, bila mawasiliano na bila kujua kama msaada unakuja au la. Baadhi ya lifeboats zilianza kurudi karibu na eneo la tukio baada ya muda, lakini waliokaa kwenye maji walikabiliwa na hali ya kutisha. Sauti za watu waliokuwa bado wapo majini zikipungua taratibu kadiri baridi ilivyowamaliza. Asubuhi ilipokaribia, anga lilianza kubadilika na hatimaye mwanga wa kwanza wa Carpathia ulionekana. Watu waliokuwa kwenye lifeboat walianza kupiga kelele, wakipunga mikono, wengine wakilia kwa nguvu. Carpathia ilianza kuwavuta moja baada ya mwingine. Watu waliokuwa wameishi kupitia usiku wa hofu kubwa zaidi katika maisha yao walipandishwa kwenye meli hiyo ya uokoaji. Walikuwa wamepoteza familia, marafiki na ndoto zao, lakini walikuwa hai. Hatimaye Carpathia
iliokoa jumla ya manusura 706. Watu zaidi ya 1500 hawakurudi tena. Baada ya uokoaji, Carpathia ilielekea New York, lakini safari hiyo haikuwa ya kawaida tena. Iligeuka kuwa safari ya majonzi. Watu walikaa kimya, wengi wakitazama bahari kwa macho yaliyojaa machozi, wakijua kwamba chini ya maji hayo kulikuwa na makaburi ya wapendwa wao. Baada ya janga hili, dunia haikuwa kimya. Maswali yakaanza kuulizwa moja kwa moja. Kwa nini Titanic iliruhusiwa kusafiri na lifeboat chache? Kwa nini ilikimbia kwa kasi licha ya maonyo ya barafu? Kwa nini baadhi ya ujumbe wa hatari haukufikishwa kwa nahodha? Na je, nahodha Edward Smith alikuwa na makosa? Uchunguzi rasmi ulianza nchini Uingereza na Marekani. Matokeo yalionyesha kwamba hakuna sababu moja iliyosababisha janga hili, bali mkusanyiko wa makosa kadhaa. Moja, kasi ya meli. Titanic ilisafiri karibu na kasi yake ya juu licha ya taarifa za iceberg. 2, maonyo ya barafu. Taarifa nyingi zilikuwepo lakini hazikuchukuliwa kwa uzito wa kutosha. 3, lifeboats chache. Sheria za wakati huo zilikuwa za zamani, lakini bado zilichangia vifo vingi. 4, hitilafu za mawasiliano. Baadhi ya ujumbe wa dharura haukufikishwa katika briji kwa wakati sahihi. 5, uamuzi wa kugonga iceberg pembeni. Jaribio la kugeuza meli lilisababisha uharibifu mkubwa zaidi chini ya maji. Nahodha Edward Smith alikufa pamoja na meli yake, na hadithi yake imebaki kuwa ya mjadala hadi leo, ya kuwa ni shujaa wa kazi yake au mwathirika wa mazingira mabaya. Kwa zaidi ya miaka 70, Titanic ilibaki kuwa hadithi iliyozama chini ya bahari bila mtu kujua mahali ilipo hasa. Lakini mwaka 1985, timu ya watafiti wakiongozwa na wanasayansi wa bahari Dr. Robert Ballard walifanikiwa kuipata. Ilikuwa imegawanyika sehemu mbili kubwa zilizotengana kwa umbali wa mamia ya mita chini ya bahari. Ilikuwa imelala katika kina cha takriban mita 3800. Maji ya chumvi, shinikizo kubwa na bakteria wanaoweza kula chuma walikuwa tayari wanaanza kuila polepole. Walichokiona kilikuwa cha kushtua. Sehemu ya meli ikiwa imevunjika, vyumba vya kifahari vikiwa vimeharibiwa, mabaki ya vitu vya abiria vilivyotawanyika chini ya bahari. Ugunduzi huo uliufanya ulimwengu kurudi tena kwenye simulizi ya Titanic kwa nguvu mpya. Kwa zaidi ya karne moja, Titanic imezungukwa na hadithi nyingi. Baadhi ni ukweli, nyingine ni uvumi. Moja, je, Titanic ilisema haiwezi kuzama? Jibu ni hapana. Haikuwahi kutangaza hivyo rasmi. Ilikuwa ni imani ya watu na vyombo vya habari. 2, bendi ilicheza hadi mwisho? Jibu ni ndio. Inasemekana orchestra walicheza muziki ili kutuliza hofu hadi dakika za mwisho. Na namba 3, Jack na Rose ni hadithi ya sinema? Ni kweli. Hawa ni wahusika wa kubuni kutoka katika filamu ya mwaka 1997 na si watu halisi. Namba 4, je, Titanic ilibadilishwa na Olympic? Jibu ni hakuna ushahidi wa kisayansi unaothibitisha hilo. Na namba 5, Titanic ilikuwa na laana? Majibu yanasema ni kwamba hadithi za laana ni simulizi za baadaye zisizo na msingi wa kisayansi. Lakini ukweli mmoja unabaki kuwa Titanic ilikuwa zaidi ya meli. Ilikuwa ishara ya imani ya binadamu katika maendeleo, na pia onyo la jinsi kiburi na makosa madogo yanaweza kuleta matokeo mabaya, makubwa na ya kutisha. Baada ya Titanic, dunia ilibadilika. Sheria za usalama baharini ziliboreshwa. Mfumo wa mawasiliano ya dharura uliimarishwa, na mashirika ya bahari yaliunda International Ice Patrol ili kufuatilia barafu katika Atlantic kaskazini. Lakini zaidi ya yote,
Titanic imebaki katika kumbukumbu ya binadamu kama hadithi ya maumivu, matumaini na somo lisilosahaulika. Leo hii, zaidi ya miaka 114 baadaye, jina lake bado linaamsha hisia, kwa sababu Titanic si hadithi ya meli pekee, ni hadithi ya binadamu na mipaka ya kile tunachoamini tunaweza kudhibiti. Na bahari ilitoa jibu lake la mwisho kimya kimya usiku huo wa Aprili 14 mwaka 1912. Je, unafahamu nini kuhusu meli ya Titanic? Tuambie maoni yako kwenye comment. The Storyside tunakusimulia kila hadithi za Afrika na dunia kwa namna isiyosahaulika. Ni mahali ambapo tunafanya historia haiishi, bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa The Storyside.